Hadithi ya leo inatoka katika mkusanyo wa hadithi za Sahih Muslim. Hizi ni hadithi 4 ambazo zinashabiana kabisa. Sahih Muslim hadithi namba 564A, B, C na D. Nitakusomea ambayo ilikuwa kimsingi hadithi zote hizi 4 zinafanana. Nitakusomea mojawapo tu. Jabir alituarifu Mtume Mwenyezi Mungu alikataza kula vitunguu na vitunguu saumu. Tulipozidiwa na hamu tulivila. Kufuatia kitendo hicho, Muhammad akasema, yoyote atakayekula mmea huu asiukaribie msikiti wetu, kwani malaika hudhurika na vitu vile vile vinavyoudhi wanadamu. Hapa Muhammad anachosema ni kwamba kwa mtu yoyote atakayekula vitunguu maji au vitunguu saumu basi asiingie msikitini. Sasa unaposoma hadithi hizi zote 4, 564A mpaka D, utagundua yeye Muhammad katazo hili wala halikutokana na wahi. Yeye Muhammad tu mwenyewe alikuwa hapendi harufu za vitunguu. Badala yake anawapiga marufuku wafuasi wake kwamba yoyote atakayekula vitunguu au vitunguu saumu asiingie msikitini, lakini anakutoa kisingizio kwamba kwa sababu malaika nao wanadhuriwa na hizi harufu. Sasa jambo la kushangaza hapa, malaika ni viumbe vya kiroho, na kama tunavyofahamu viumbe vya kiroho vinaishi katika hali tofauti na viumbe vya kimwili. Huyu Muhammad anawatwisha, anawawekea sheria hizi si kwa sababu kwamba hao malaika wanadhurika. Ni uongo mtupu. Muhammad tu alikuwa hapendi vitunguu, hapendi harufu ya vitunguu maji na vitunguu saumu, lakini anatunga kitu cha kusema kwamba ati ukiwa umekula vitunguu ukaingia msikitini basi malaika hapendi na hata kuwepo katika ibada hiyo. Upuuzi mtupu. Ni mojawapo wa sheria nyingine ambazo Muhammad anawapa wafuasi wake ambazo hazina mantiki yoyote kimwili wala kiroho. Huyu Muhammad hataki kufuatwa. Ndugu yangu Muislamu, nikutie moyo, njoo kwa Yesu. Nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Mungu akusaidie sana.